Qul lahum, waambia wa Mayahudi, ya Muhammadi, in kanat lakumud darul akhirah, ikiwa ni yenu nyinyi Mayahudi. In kana lakumud darul akhirah, ikiwa ni yenu nyinyi Mayahudi nyumba ya akhera. Nyumba ya akhera ai maana yake aljanna, pepo. Kama ni yenu inda Allah, mbeza Mwenyezi Mungu, khalisatan, hali ya kuwa ni yenye kutakata, au hali ya kuwa ni yenye kuhusika. Khalisatan maana yake ni khasatan, hiyo nyumba ambayo ni pepo hali ya kuwa ni yenye kuhusika na nyinyi tu, sawa, min duni nas, kinyume na watu wengine, kama zaamtum, kama mnavyodai. Kwa hiyo kama ni hivyo kweli, mna uhakika hiyo nyumba ya akhera ya wahusu, hiyo ni yenu, mtaenda peponi. Fatamanna ulmaut, yatamanini basi mauti, yatamanini kufa. Yote wanaogopa kufa kwa sababu huko anakoelekea sio, ana uhakika wametengeneza, mtu anaogopa. Lakini kama mtu ana wasiwasi, maana yake si wala haogopi kufa bwana. Mwambie basi nyinyi yatamanini mauti. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wenye kusema kweli. Taalaqa, zimetaalaki bitamanni, na kule kutamani, na kutamani ashartwani, sharti mbili. Maana yake unajua kuna in kanat lakumud darul akhirah, lakini kuna in kuntum sadiqin, kuna sharti mbili hapo. Kwa hiyo zimetaalaki na tamani, na ile tamannau maana yake, sawa, zimetaalaki ashartwani, sharti mbili. Ala anna al-awwal, jua kwamba sharti ya kwanza qaidun fi thani, ndo qaidu, ndo kifungu fi thani, katika ile ya ni kaidi katika ile sharti ya pili, sawa. Ikiwa na maana in sadaqtum, ikiwa nyinyi mwasema kweli, fi zamikum, katika madai yenu, annaha, kwa kwamba nyumba ya akhera, lakum, ni yenu, wa maana yule ambaye kanati lahu, kanati, iwe hiyo nyumba ya akhera lahu ni yakwe, lazima yu'thiruha, si ndo ataitanguliza bwana, ndo ataichagua. Maana yake yu'thiruha, ndo ataiweka mbele, hiyo ataichagua. Walmusilu, na chenye kufikisha ilaiha, kwenye hiyo nyumba, almautu, ni kifo, ni mauti. Kwa hiyo fatamannauhu, hasa yatamanini basi hayo mauti, yatamanini hayo mauti, sawa. Japokuwa fil ibara, pana katika ibara hiyo qalbun, anasema qawlu ta'ala bitamanni ashartani, fil ibara, pana katika ibara hiyo qalbun, kugeuzwa. Wal aslu, asili yake ilikuwa ta'alaqa tamanni, imetaalaka hiyo tamani imetaalaka bishartwa, na sharti mbili. Yani tamani ndiyo imetaalaka na sharti mbili, sio sharti mbili zimetaalaka na nini, na tamani, sawa. Lianna tamannau, kwa sababu tamannau ile huwa aljawabu, ndio jawabu la sharti. Wa huwa, na yenyewe hiyo tamannau mutaalliqun, yenye kufungamana bishartwaini, na hizo sharti mbili. Kwa hiyo tamanihi, yani tamani ndio imetaalaki na sharti mbili, ndio imetaalaki bishartwaini, sio sharti mbili zimetaalaki na tamani. Kwa sababu tamannau almauta, hiyo ni jawabu la sharti. Kama jawabu la sharti, basi tamani hiyo ndio imetaalaki na sharti mbili, sio sharti mbili zimetaalaki na tamani. Naelewa vizuri hapo? Mfikirie, akili isifanye kazi kidogo, akili isifanye kazi hapo.
Qaulu qaidun fi thani, hasilu pato lake annako kama mambo yalivyo, idha jitama shartani, zitakapokutana sharti mbili, watawasata bainahuma, na ikakaa kati hizo sharti mbili, na likakaa kati, watawasata na likakaa kati bainahuma, kati ya sharti mbili, jawabu, basi kana la awali inakuwa sharti ya kwanza qaidan, ndio kaida, ndio kaidi, ndio kifungu fithani katika sharti ya pili. Bimaana, kwa maana, annahu, kwa kwamba hiyo sharti inakuwa mintamami maana, ni katika kutimia maana yake, maana ya hiyo sharti. Sawa. Kwa hiyo yakunu aljawabu, na linakuwa jawabu lidhalika thani, jawabu linakuwa ni la ile sharti ya pili. Kwa hiyo fatakdiru alaya, makadirio ya aya inakuwa in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi wenye kusema kweli, fi zamikum, katika kudai kwenu, anna daral akhirata, kwamba nyumba ya akhira lakum ni yenu, khasatan, aliyakuwa ni yenye kuhusika na nyinyi, fatamannau almauta. Sawa. Haya. Lakini Mungu asema wala yatamannaunahu, na wala hawato yatamani mauti au Mayahudi abada, milele. Kwa sababu gani? Bima, kwa vile ambavyo qaddamati aidihim, imevitanguliza mikono yao, imeyatanguliza mikono yao, kwa sababu wanajua kabisa wamefanya mabaya na nini, hawezi kutamani kufa, kwa sababu wanajua wanaenda motoni, kwa sababu wale wanaelewa kwenye vitabu kwamba ukienda vibaya na Mungu umefanya makosa tena motoni, kwa hawezi kutamani mauti. Min kufrihim, miongoni mwa yale wale watanguliza, min kufrihim, miongoni mwa kukanusha kwao, bin nabii, kumkanusha mtume, almustalzimi, ukafiri wenye kulazimiana, likadhibihim, na uongo wao, sawa. Ukafiri wenye kulazimiana na uongo wao. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, alimun bidhalimin, ni mwenye kuwajua makafiri. Alimun bidhalimin, ni mwenye kuwajua alkafirin. Kwa hiyo fayujazimu, atawalipa. Ngwambia mtume, wala tajidannahum, na utawakuta wao hao Mayahudi, na hapa utawakuta hao Mayahudi. Hiyo lamu qasamin, lamu ya kiapo. Utawakuta hao Mayahudi aharasa nasi, ni wenye pupa zaidi katika watu, au kuliko watu, ni wenye pupa zaidi kuliko watu, ala hayatin, juu ya uhai. Yani wanapupa zaidi, wanatamani waishi kweli bwana kuliko watu wengine. Lakini wa minal ladhina, manake wa aharaswa, na ni wenye pupa zaidi kwenye uhai huu, minal ladhina, kuliko wale ambao ashraku, wameshirikisha, yani kuliko makafiri, kuliko wale makafiri Makuraishi, makafiri wengine wale hawana hamu na maisha na uhai kuliko wao Mayahudi. Mayahudi wanapupa zaidi. Ashraku, wale ambao wameshirikisha, ni wale alimunkirina albatha, wenye kukanusha kufufuliwa, sawa, alaiha, kuliko huo uhai, sawa. Kwa sababu gani Mayahudi wanakuwa na pupa zaidi na uhai? Lighilmihim, kwa kujua kwao Mayahudi, bi anna masirahum, kwa kwamba marejeo yao, annaru, ni moto, dunal mushrikina, kinyume na makafiri inkarim, kwa kukanusha kwao makafiri lao, kukanusha baath. Makafiri wenyewe si wanasema hakuna kufuliwa, hakuko huko, hawaamini kufuliwa. Kwa hiyo hata kufa kwao naye hawana shaka zaidi, kwa sababu si wanajua kifa na mambo yameisha. Kwa hiyo wale hawana hamu na uhai sana kama Mayahudi. Yaani Mayahudi kwa sababu wenyewe wanajua baathi iko, na wenyewe wanajua wameharibu, kwa hiyo wanajua kifa tu wameenda pabaya. Kwa hiyo wenyewe wanatamani kuishi kuliko kufa. Meleka asema ya waddu ahadum, tena anatamani katika Mayahudi, anatamani ya waddu, manake
ni yatamanna, anatamani ahaduhum, mmoja wao, lau yuammaru alfa sana, kupewa umri, lau yuammaru, kupewa umri, alfa sana, miaka alfu. Hiyo lau hapo masdaria ni masdari, lau masdaria ni masdari, bimaana an, ina maana ya an, maana yake kama vile yawaddu ahaduhum ayyuammara, ndio maana nasema tunafasiri kupewa umri, sababu lau hapo ni masdari. Wahia, na hiyo yenyewe an au hiyo lau, wahia na hiyo lau yenye maana ya an, bisilatia, pamoja na swila yake, pamoja na hiyo jumla huko mbele, fi ta'wili masdarin, iko katika kuawiliwa masdari, ndo mafuulu ya waddu, ni mafuulu wa ya waddu. Sawa, unatafuta masdari ya amara ya amir, sitamir, ni mafuulu. Kwa hiyo ya waddu ahaduhum ta'mirahu, ta'mirahu, kupewa kwake umri alfa sana. Sawa, sio ta'mir, sifauli, ta'mirahu, amara yuamiru ta'mira. Kwa hiyo ta'mirahu, kupewa kwake umri. Haya, asema wama huwa, na hakuwa yeye huyo mmoja wao anayetamani apewe umri wa kuishi miaka 1000 duniani, kwa sababu anajua akifa tu anaenda mahali pabaya. Wama huwa, na hakuwa huyo nani, ai manake ahadum, hakuwa huyo mmoja wao, bimuzahazihi, ni mwenye kuwekwa mbali, manake mubadihi, ni mwenye kuwekwa mbali, minal adhabi, na moto. Hakuwa ni mwenye kuwekwa mbali minal adhabi, maana yake anari, na moto. Ayu amara, kupewa umri, kupewa huo umri ambaye ni wa miaka 1000. Hata kama atapewa umri wa miaka 1000, kuepushwa na moto, hata epushwa nao, si atakufa tu, hata pelekwa motoni tu. Ayu amara ni fa'ilu muzahazihi, hiyo muzahazihi. Sawa, sawa, ni fa'ilu ayu amara, fa'ilu muzahazihi. Hii muzahazihi ni ismu gani? ni ismu fa'il, tufasiri kismu fa'il basi. Muzahazihi, sio muzahaziha, ndio muzahazihi. Muzahazihi si mwenye kuwekwa mbali, ambao anakuwa faili na awiliwa. Sawa, japokuwa amesema amewiliwa, ai maana yake ta'miruhu muzahazihi. Hiyo ayu amara ni fa'ilu muzahazihi, ni fa'ili wa muzahazihi, ai maana yake ta'miruhu. Hakuwa huyo mmoja wao ni mwenye kuwekwa mbali na moto, kupewa kwake, ndio hivyo tu, kupewa kwake umri. Ayu amara, kupewa kwake umri, ai maana yake ta'miru. Tupita na hiyo tu, tupita na hiyo meleka. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, basirun, ni mjuzi, bima, kwa yale ambayo, ya amalun, wanayatenda, biliyai wa tai, kwa yeye na te hapo,
Kwa fayujazi, Mwenyezi Mungu atawalipa. Asema wasaala Ibn Suria, na alimuuliza huyu Ibn Suria, alimuuliza an-nabiy mtume au Umara, au alimuuliza Umar, alimuuliza Aman, kuhusu yule ambaye yaati bil wahyi, anakuja na wahyi au anauleta wahyi. Huyu Ibn Suria alimuuliza mtume, au kama sio mtume alimuuliza Umar, kuhusu yule ambaye anauleta wahyi minal malaika, katika malaika, kwamba hali yake na kwa ni nani huyo. Sasa faqala, akasema mtume au Umar, nategemea aliyeulizwa nani, akasema Jibrilu, ni Jibrili ni Jibrili. Faqala, akasema huyo aliyeuliza, kaambia kumbe huyo Jibril ndo analeta wahyi, huwa aduuna. Akaambia huyo adui yetu huyo, sisi tumchukia huyo ni adui yetu, sisi tumpendi, kwa sababu yati bila adhabu, yule huwa analeta adhabu. Malaika Jibril, kuna mahali watu wanani pio kelele, watu wanakufa, wanafanyaje? Basi anatumwa na Mungu kwenda kuadhibu mahali. Jibril si mahali kwingi. Jibril afaswaha, Jibril akapia kelele, Jibril watu wakafanyaje? Kelele moja, Jibril watu wanakufa. Kwa akasema huyo ni adui, huwa anakuja analeta adhabu. Lakini wale ukana Mikail, lao angelikuwa ni Mikaili ndio analeta wahyi, basi la amanna, tungemwamini. Sababu Mikaili ni mzuri, aleti adhabu. Liana, kwa sababu Mikaili yaati bil khasbi, anakuja na neema, huwa anakuja na neema, wasalmi na sulhu, amani, sulhu. Kama kuna mahali hapako sawa, akija malaika Mikaili, basi watu wanapatana, watu wanaishi vizuri. Sasa ndio fanazala, ndio ikateremka aya hii, kumwambia mtume awaambie hao Mayahudi, kama wanasema Jibrili ni adui yao, sasa ambiwa qul, sema lahum, kuambia wao, mani yule ambaye kana we adu wali Jibril, ni adui wa Jibril. Yule ambaye anasema yeye ni adui wa Jibril, ambaye awe ni adui wa Jibril, kwanza faliyamut, na afe ghaidha, kwa hasira, afe kwa hasira, kwa sababu Jibril malaika mkubwa, amepewa hadhi na Mungu, kwa hiyo afe kwa hasira. Faliyamut, amri gani? Amri gani? Haya, faliyamutu aidha, na afya kwa hasira. Imeshindwa, ni amri gani? Kwa sababu fa inna kika Jibril nazalahu, ameteremsha Qur'ani. Nazalahu ay manaka alqur'ana, ameteremsha Qur'ani ala qalbika, kwenye moyo wako, biidhnillah, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Biidhni manake biamri, biamri la, kwa amri ya nani? Taajiz, amri ya kushindiza. Kweli si ya kushindiza. Kushindiza si kitu ambacho huwezi kukileta, kama hiyo fatu bisura timimeti. Endelee kuitafuta. Ya taubikhi. Hii ni ya taubikhi, kufa. Mimi nataka muiseme, sababu kila kitu mwambiwe. Ni amri ya taubikhi, bezwa. Sawa. Na ameteremsha Qur'ani musaddiqan, hali yako yenye kusadikisha lima, kile ambacho baina yadaihi, kilicho kabla yake. Baina yadai, kilicho kabla yake. Yadai maana yake ni kabla, kilicho kabla yake, min alkutubi, katika vitabu.
wa huda, sawa, na Qur'ani ni uongofu, wa huda ni uongofu, minadhalala, kutoka katika upotevu, wa bushra, na Qur'ani ni yenye kutoa bishara bil janna, ya pepo, lilmu'minin, kuwapa bishara waumini, lilmu'minin, kuwapa bishara waumini, sawa. Kwa hiyo Qur'ani ina jambo kubwa hivyo, na malaika Jibril ndio ameshika nayo. Kwa hiyo ni malaika mtukufu sana, kwa hiyo kama zamani ya adui yao basi na wafe. Man yule ambaye kana we adu walillah, ni adui wa Mwenyezi Mungu, wa malaikati, na malaikawe, wa rusulihi, na mitume yake, wa Jibril, na Jibrili. Atfu al-khas ala al-am, si ndio? Malaika, manake malaika wote wale, lakini wa Jibril, na hii inatufahamisha Jibrili bado yani anawekwa heshima yake kubwa, hata kama ametajwa malaika wote, lakini yeye anatajwa kwa kujitegemea. Atfu al-khas ala al-am, kutufishwa khas kwenye am. Bikasri al-jim, kwa kasri ya jim, Jibril, wa fathiha, na kwa fataha ya jim, Jabril. Jabril na imesoma, ndio asoma hapo kusema Jibril ni kama Qindil, kusema Jabril kama Shamwil, kama Shamwil, sawa. Bila hamzi, ni pasina hamza hapo, sio Jibrail. Bila hamzi, pasina hamza. Wabihi, na kwa hamza, wabihi, na kwa hamza itakuwa ni biyain wa duniha, kwa ye na kwa isiyo kuwa ye. Maana kusema, maana kusema bi hamza maana ni kwa alifu, si Jibra. Kwa hamza maana ni kwa alifu, si ndio? Jibrai, si ndio hiyo hamza? Jibrai, Jibrai. Kwa ni ukiweka kwa hamza unaweka ye na isiyo kwa ye. Jibrail, Jibrail au Jabrail au Jibrail, sawa. Wa Mikal, na Mikal, na malaika na Mikaili, kwa ambaye adui au adui wa Jibril pia, na Mikaili. Hiyo ni atfun alal malaika, lakini zenyewe kwa sababu ni ismu zisizosarifika. Jibril, Mikal, min atfi al-khasi pia ala al-am. Wa fi qira'ati, na katika kisomo kingine, Mikail bihamzin, kwa hamza, wa ya ina ye, Mikail. Lakini wa fi ukhra, na katika kisomo kingine, bila ya in, pasina ye, maana yake itakuwa ni kwa hamza lakini pasina ye, Mikail, si ndio? Mikail, kisomo kingine leo Mikail. Kwa hiyo kama ni hivyo, kama wenyewe hao ni maadui zao, fa inna Allah, kama Mwenyezi Mungu, aduu lilkafirin, maana yake Mwenyezi Mungu sasa, si wenyewe wasema hao ni maadui zao. Yeyote ambaye hao ni maadui zao, kwa Mwenyezi Mungu wenyewe ni adui yao, yani Mungu ni adui yao. Maana yake hapo, fa inna Allah aduu lahum, fa inna Allah aduu lahum, Mwenyezi Mungu ni adui yao. Ndio bwana hapo asema au qaghahu, ameutusha huo msemo hapo lilkafirin, ameutusha huo msemo, mauqigha lahu, mahali pa lahu, yani fa inna Allah aduu lahum, akaileta ismu dhahiri mahali pa dhamiri. Yani kama hao wenyewe, hao ambao wenyewe wanasema ni maadui wa hao malaika, akina mitume, akina Jibril, akina huyo Mikail, hao Mungu ni adui yao pia. Mungu naye ni adui yao. Lakini au qaghahu, ameutusha huo msemo, walil kafirin mawqi'a lahu, mahali pa lahu, ilikuwa ni
ingelikuwa ije fa inna Allaha ghaduhu lahum, Mwenyezi Mungu ni adui yao. Na imewekwa ismu dhahir libayanan kwa ajili ya kuweka wazi ile halihim, hali ya makafiri, hali ya makafiri, kwa sababu kiweko ismu dhahir sinaeleweka zaidi, inakuwa iko wazi zaidi. Waqad anzalna ilayka, na hali ya kuwa tumeteremsha ilaika kwako ya Muhammadu ayatin bayinati, dalili zilizowazi, ai wadhihatin zilizowazi. Hiyo ni hali, sawa, ni hali. Na hiyo ni raddun ni kurudishwa liqauli ibn Suria, kauli ya ibn Suria. Raddu ni kurudishwa liqauli ibn Suria, kauli ya ibn Suria linabii, kumwambia mtume. Alimwambia majiitana bishain, hauja tuijilia sisi na kitu bwana. Ni kitu gani ulichokuja nacho cha maana? Majiitana bishain, hauja tuijilia wewe sisi na kitu. Ndio Mungu asema wa ma yakfuru biha, na hazikanushi hizo aya, na hawazikanushi hizo aya. Wa ma yakfuru biha, na hawazikanushi hizo aya illa alfasiqun, ila makafiri, watu wenye kufanya waasi, maana ila makafiri. Asema awa kullama ahadu, maana akafaru biha, hivi wanazikanusha hizo aya, wa kullama ahadu, na kula wanapomwahidi Mwenyezi Mungu hao Mayahudi, na kula wanapomwahidi Mwenyezi Mungu Allah ghahadan, ahadi yoyote, ahadi halali imani juu ya kumwamini bin nabii mtume, en kharaja, akija kutokea, mtume akija kutokea watamwamini. Ndio wamempa ahadi Mungu hivi, lakini akitokea mtume alipotokea wakamkanusha, wakaichangua hiyo ahadi, wakaacha kumwamini. Au nabia, au kile walipomwahidi mtume, inawezekana pia mtume, au walipomwahidi mtume kwamba alla yuawinu, kutowasaidia aliyejia kumpigia yeye almushrikina, kuwasaidia makafiri. Walimwahidi mtume, bwana sisi makafiri wakikugusa wewe hatuwezi kuwasaidia, makuraishi huko. Lakini matokeo yake mtume alipoanza kupigana na makuraishi, wenyewe hao Mayahudi wa Madina wakaanza kuwasaidia makuraishi. Kwa hiyo wakawa wanachangua ahadi. Ndio maana Mungu asema nabadhahu, hilo ndio jawabu. Nabadhahu, wanaitupa hiyo ahadi bwana, hiyo waliomwahidi Mungu, ima waliomwahidi nani? Mtume. Nabadhahu, wanaitupa hiyo ahadi. Maana yake tarahahu, wanaitupa hiyo ahadi. Kwa hiyo fariqun minhum, kundi katika wao, sawa. Maana yake hapo nabadhahu, faili wake wa nabadha ni fariqun. Kwa hiyo nabadhahu linaitupa hiyo ahadi, tarahahu fariqun, kundi minhum katika wao. Linaitupaje? Binaqdi, kwa kuichangua ahadi. Maana yake utofuata, maana yake ndio umeharibu, umeichangua ahadi. Na hiyo nabadha ndo jawabu kulama, ni jawabu la nini? La kulama, jawabu la kulama. Wa huwa, na hilo jawabu la kulama, mahalu listifhami linkari, ndo mahali pa istifhamu alinkari. Maana yake si hamza tulistifhamu iliingia kule kwenye awakulama, lakini mahali pake ni hapa kwenye nabadh, kwenye maana yake wakulama na kula, wakimwahidi Mwenyezi Mungu ahadi, sawa. Maana yake anabadhahu, sawa, anabadhahu hivi wanaichangua, anabadhahu hivi wanaitupa hiyo ahadi. Na jawabu hilo ndio liko mahali, hilo jawabu ndio mahali listifhamu linkari, mahali pa istifhamu linkari, sawa, istifhamu ya kukanushwa.
bal lintiqal, ni ya kugura hiyo, ni ya kugura. Bal aktharuhum, bali wengi wao, la yu'minun, hawaamini, wengi wao hawaamini. Sawa, wengi wao hawaamini. Walamma jaahum, na zamani alipoijilia wao rasulun, mtume min indillah, kutoka mbele za Mwenyezi Mungu, au Mayahudi alipoijilia wao mtume kutoka mbele za Mwenyezi Mungu, mtume mwenyewe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'hum, mtume mwenyewe mwenye kusadikisha kile ambacho kiko pamoja nao, yani kitabu Taurati. Lakini nabadha fariqun minal ladhina utul kitab, wakakitupa. Nabadha fariqu, likakitupa. Nabadha fariqu, likakitupa kundi, minal ladhina utul kitaba, katika wale ambao wamepewa kitabu. Likakitupa kitabu Allah, kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu, Taurati. Ai maana yake Taurati. Wara adhuhurihim, nyuma ya migongo yao, nyuma ya migongo yao. Ai maana yake lam yamalu, hawakuyatumia bima yale ambayo fia yamo ndani ya Qur'an, yamo ndani ya Taurati. Minal imani birrasuli, nayo ni ya kumwamini mtume, wa ghairi, na asiyekuwa na isiyokuwa kumwamini mtume, na mengine. Sawa, kwa sababu mtume alipokuja, habari za mtume Muhammad ziko kwenye Taurati, maana itakiwa muamini. Sasa kukitupa kile kitabu cha Taurati kwa kumkataa mtume, maana yake ni kuikataa Taurati, kwa sababu Taurati imeelekeza mambo ya kumwamini mtume Muhammad. Ndio maana wakakitupa nyuma ya nini? Ya migongo yao, nyuma ya migongo yao. Kwa hiyo nabadha fariqun, likakitupa kundi, minal ladhina utul kitaba, katika wale ambao wamepewa kitabu. Ilo kundi likakitupa kitabu Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ai manaka Taurati, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao. Ai manaka lam ya'malu, hawakuyatumia bima yale ambayo fia yamo ndani ya Taurati, minal imani bir rasul, miongoni mwa kumwamini mtume, wa ghairi, na isiyokuwa kumwamini mtume. Kaannahum, tena kana kwamba wao la ya'lamun, kana kwamba wenyewe hawajui nini? Ma yale ambayo fia yamo ndani ya Taurati, hawajui yale ambayo yamo ndani ya Taurati. Min annahum, miongoni mwa kwamba mtume Muhammad, miongoni mwa kuwa mtume Muhammad huyu nabiyun, ni mtume hakun, tena wa kweli, ni mtume wa kweli. Au pia hawajui anaha, kwa kwamba Taurati, au hawajui kwa kwamba anaha, kwa kwamba Taurati kitabu Allah, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wenyewe walichofanya, watabahu, wakawa nafuata ma yale ambayo tatulu ashayatin, yale ambayo wameyasoma, walikuwa wanayasoma yale ambayo walikuwa wanayasoma mashaitani, yale ambayo walikuwa yani wakati kitabu cha Mwenyezi Mungu Taurati na nini, hawana haja na Qur'ani na nini, wenyewe wakaingiza kusoma vitabu vya mashaitani. Matatulu, ai manake maatalati, si kwa madhi. Sawa, ina mudhari kwa maana ya madhi, yale ambayo walikuwa wanayasoma. Sawa, watabahu ni atfun ala nabadha, hiyo tabahu ni kutufishwa juu ya nabadha. Kwa hiyo watabahu wakayafuata mali ambayo tatulu walikuwa wanayasoma. Ai maana yake talati ashayatin, wanayasoma mashaitani. Ala mulki Sulaiman, ala mulki maana yake ala ghahdi mulki Sulaiman, katika zama za ufalme wa Sulaiman, katika zama za ufalme wa Sulaiman, mashaitani walikuwa wanasoma vitabu vya kichawi, vitabu vya kichawi, mina sihiri, katika uchawi. Sawa, wakanat, na walikuwa wale mashaitani, wakanat, na walikuwa mashaitani, dafanatu, waliuzika ule uchawi, waliuzika ule uchawi, ndivyo leto duniani nini. Mashaitani walikuwa mashaitani waliuzika ule uchawi, tahta kurusiyihi,
chini ya kiti cha kifalme cha Nabii Suleiman. Walificha huko chini, wakaficha huko. Sasa wasema lamma nuzigha mulkahu, zamani alipovuliwa Suleimani mulkahu, ufalme wake. Lamma nuzigha mulkahu, zamani alipovuliwa Suleimani ufalme wake. Sawa. Wakati Suleimani anahangaika huko, mara anaenda kuhangaika na mambo ya samaki huko nini, pako wazi mashaitani wakati huo ndo walitawala. Siku 40 zile mashaitani ndo walitawala. Kwa hiyo hata hicho kiti na nini walipeleka maelekezo, ufalme huo waliushika wao. Kwa hiyo siku 40 hizo ndo ule uchawi waliuhifadhi chini ya kiti cha Suleimani. Imeleka. Sasa baadaye ndo walikuja kutoa huo uchawi, kwa sababu wenyewe ndo walijua mahali waliko uficha, ndo wakawa wanawafundisha watu uchawi. Au inawezekana uchawi hayo ambayo walikuwa wanayasoma shaitani, inawezekana walikuwa wanasoma shaitani, au walikuwa mashaitani walikuwa tastariqu, wanaiba, tastariqu sama, wanaiba usikizi kutoka mbinguni kule. Alafu wakisha uiba watadhumu ilaihi, na wanakusanya ilaihi, kwenye huo usikizi, akadhiba, nyiongo nyingi, yani yale mauongo yale. Yani kwenye wakiiba kausikizi kule kajambo, basi wanatia mauongo mengi. Tunasema kwenye ukweli moja, usikizi moja uliosikia wenyewe wanatia uongo 100. Basi baada ya hapo wakisha sikia ule usikizi, watulqihi, na wanautupa ule usikizi, ila alkahana, kwa makuhani, fayudawinuna, wanauandika ule usikizi, na mambo yanakutokea kweli. Sasa kama kuna kitu kimeelekezwa kule, wenyewe wakishaiba mashaitani wanaleta duniani, makuhani wanakuwa nacho na wanakisema makuhani kabla akijatokea. Basi wafasha dhalika, likaenea hilo, washaa na kukaenea, anna aljinna, kwamba majini, taalamul ghaiba, wanajua mambo ya ghaibu. Kwa sababu kama watasema kitu bado hakijatokea, alafu kinakuja kutokea kweli, basi kaenea kwa watu kwamba majini bwana wanajua mambo ya ghaibu bwana. Jini wanajua mambo ya ghaibu bwana. Lakini ni zile nyisikiza ambazo walikuwa wanasiba. Sawa. Sasa baada ya hapo Suleimani, kama ni uchawi vitabu yale uchawi, vitabu ya uchawi yale yaliyokuwa yamewekwa kwenye kiti chake, yeye baada ya kurudishiwa ufalme, maana yake aliuchukua. Fajama Suleimanu, akavikusanya Suleimanu alkutuba, vile vitabu, wadafanana, akaenda kavizika, si vilivyowekwa chini ya kiti chake, akaenda kavizika mahali huko mbali. Hasa falamma amata, zamani alipokufa Suleimani, dalati shayatinu, wakawajulisha mashaitani, alaiha, juu ya hivyo vitabu, alaiha, juu ya hivyo vitabu vya kichawi, anasa, wakawajulisha, wakaenda wakawajulisha watu kwamba bwana, mahali hapa kuna khairi hapa, kuna kitu kimewekwa kizuri huko. Yaani watu tu bado wasisome vitabu vya Mungu, yaani watu wabezi kusoma vitabu vingine, watu wabaya. Kwa fastakhrajuha, watu wakavitoa vile vitabu, wakavitoa, fawajadu, wakakuta fia katika hivyo vitabu, wakaukuta katika hivyo vitabu asihra, uchawi. Faqalu, wakasema innama, wale mashaitani wakasema kuambia wale watu, innama mulkukum, hakika si mengine ufalme wenu, hakika si mengine ufalme wenu, bihadha, ni kupitia huu uchawi.
So mkisoma hii nyeme duniani na ndo wanatesa, ndio wanafanya, wanaruka, fanya mambo ambayo watu hawaoni, na wanapowasumbua watu wanajisikia raha, lakini wanasahau. Unajua kama unamchezea mtu unavyotaka wewe, basi unajisikia raha kidogo. Kama mtu ametulia alafu ukibinya kaina nini mtu anaanza kudondoka, inakufa, si safi. Yaani unamcontrol mtu kama remote. Ni kitu kikubwa kidogo pia. Nika ufalme yako. Nika ufalme kweli, wala si kuna ka ufalme fulani hapo. Basi fataalamuhu, wakajifundisha uchawi. Fundisha uchawi, warafadhu kutuba anbiya'i, na wakavitupa vitabu vya manabii wao, kwa Taurati, Injili, si nini, huko wala wakawa hawana haja navyo. Huko wakati wa Nabii Suleiman amekufa, watu wakaingia kwenye mambo ya uchawi zaidi. Ni vitabu kabisa ya unaanza alifu mpaka mwisho. Si sura zimekaje, wanafidhishwa, si wanafanyweje. Lakini vitabu sio kajabu kamoja tu labda hiki nani, vitabu nasomea kabisa. Sema mambo ya siri haya. Kijiunga huko naenda kuviona. Kijiunga na sasa si wako wazi. Namba hii piga unatupata. Sasa hiyo uchawi naye usio shida. Unajua mambo yote yamekuwa mepesi. Kila kitu tunakipata kwenye mtandao hapo. Kwenye kiganja. Tunaona anakuambia tutafute kwenye namba hii. Ukiwapigia unawapata. Lakini usijaribu sasa. Ukienda huko ndo wanaenda kuisha. Ukitaka kugeuka ndipo unapokufa. Watu wanakufa ghafla. Wanakufa haraka tu. Si wanakumiliki. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu qala ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema tabri'ahu, kwa kumtakasha Suleiman. Tabri'atan li Suleiman, kwa ajili ya kumtakasha Nabii Suleiman, lakini waraddan, na kwa kurudisha ala Yahudi, kwa Mayahudi wale, fi qaulihim, katika kusema kwa Mayahudi walisema undhuru ila Muhammadin, muangalieni huyu Muhammad tena naye. Muangalie huyu Muhammad yadhkuru Suleimana, eti anamtaja Suleimani, fil anbiya, ni katika manabii, lakini wa maakana illa sahira, hakuwa mbona Suleimani isipokuwa mchawi. Sio mchawi bwana. Mbona vitabu vyake hivi hapa hivi. Sasa anamtaja huyu Muhammad ni mchawi, ni mbona anamtaja Suleimani? Suleimani alikuwa katika wachawi. Sawa? Mungu ndo akasema kuwajulisha wa Mayahudi, lakini kumtakasha Suleimani, kwamba wa makafara Suleimani, hakukufuru Suleimani, hakukufuru Nabii Suleimani. Ai manake lam ya'mali sihra, hakutumia uchawi, liana, kwa sababu uchawi kufuru, ni ukafiri. Walakin nashayatina bitashdidi, kwa shada hapo wa takhfif. Walakin shayatin, sawa, walakin shayatinu, kija walakin shayatina, lakini mashaitani kafaru, wenyewe ndo walifanyaje? Walikufuru. Yuallimuna an-nasa sihir, hali ya kuwa wanafundisha watu uchawi. Aljumla, hiyo jumla yataallamuna, yuallimuna nasa, hali ya kuwa wanawafundisha watu asira uchawi. Hiyo jumla, aljumla haluni, hali ni dhamiri kafaru, katika dhamiri ya ile kafaru hii, yani swahibul hali, hisi hali swahibu wake ni ile dhamiri kwenye kafaru, ni ile wao ndio swahibul hali. Alikuwa anawafundisha watu uchawi. Lakini pia yuallimunahu, na wanawafundisha watu pia yale ambayo unzila, yaliteremshwa ala almalakaini, kwa malaika wawili. Sawa? Ai maana yake
yani alhamahu nasiri au nini imeandikwaje hapo ulihimam tupita na hiyo walifahamishwa hao malaika minasiri katika uchawi. Sawa, kwa sababu malaika wale uchawi si ndio wenyewe waliteremshiwa au nani? Hao watu gani? Hao malaika hawa ndio wenyewe ambao waliteremshiwa huo uchawi. Ndio kaenea duniani. Ndio ambao mashetani walikuja kufanya walivyoupata. Ndio wakaja wakausomesha sana. Sawa. Wa Quria na imesomwa hiyo malakaini imesomwa bikasri lami kwa kasiri ya lamu alal malikaini, yani ambao umeteremshwa huo uchawi umeteremshwa alal malikaini kwa wafalme wawili, kuna watu wawili yani kwa ile kauli ambayo kuna wengine wasema wale hawakuwa malaika basi ilikuwa ni watu. Sawa, kwa kisomo hicho ni shadhi, hicho kisomo ni shadhi. Asema hiyo wa Quria hai manake qira'atun shadhatun, ni kisomo ambacho ni shadhi. Lakini wafiha, na tukienda na kisomo hicho ndo dalilu lima, ni dalili ya yule ambaye yakulu anasema innahu hakika wale wawili wale, sawa, laisa malakaini, hawakuwa ni malaika wawili haqiqiyaini kwa haqiqiyaini, maana yake hawakuwa malaika wawili kwa hakika. Inama kisema nyingine huma, inawezekana wao walikuwa rajulaini, watu wawili, swalihani, wema. Wewe wasomia bidhalika, wameitwa hilo la malakaini malaika lihusnihima, kwa sababu ya uzuri wao walivyokuwa wazuri sana, wa salahihima, na wema wao. Sawa, na hiyo inakuwa ala hadima, ni juu ya maelezo ya kile ambacho ala hadima, ni juu ya maelezo ya kile ambacho kilisemwa fi Yusuf, kwa Yusufu alikuwa ni mzuri mpaka wakasema wanawake ma hadha basharan, hakuwa huyu ni mtu, in hadha illa malakun karim. Inawezekana ikawa ni hivyo, lakini kauli ya kwanza na yenye nguvu juu ya malaika wawili. Malaika imeleka vizuri, malaika wale alkainaini ambaye walikuwa hawa malaika bibabil uko Babeli, na Babeli ni baladi, ni mji fi sawadi al-Iraq, katika miji ya Iraki, ni mji miongoni mwa miji ya Iraki huko. Sawa, hawa malaika wawili ni Harut wa Marut, ni Haruta na Marut. Kiwa Harut na Marut ni badali, Haruta wa Marut ni badalu mufassal min mujmal, ni badali ambayo imetolewa katika malakaini, ni Haruta wa Marut. Au inawezekana ni watu bayani, yani hao malaika wawili ambao ni Haruta na Marut. Sawa. Qala Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas, huma hawa wawili hawa malakani sahirani, hawa walikuwa ni wachawi wale. So waliteremshwa uchawi, kwa walikuwa ni wachawi. Kana walikuwa yualimani asihra, wanafanyaje? Yani Ibn Abbas anasema huma hao wawili maana yake kina nani? Maana yake itakuwa ni watu sasa. Itakuwa ni wale malikaini. Ni malikaini wale tukienda na malikaini kwamba ni watu. Walikuwa ni sahirani, ni huma wao watu sahirani wachawi. Kana walikuwa yualimani sira, wanafundisha uchawi. Wakila pamesemwa ni malakani, malaika wawili ni malaika unzila, waliteremshwa litaalimihi. Sawa, litaalimihi kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufundisha uchawi, ibtilaan min Allah, kuwa ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, linasi, kuwatahini watu, yani watu waje wajaribiwe, watakubali au watakubali. Meleka vizuri